Majina yangu naitwa Lawrence Robert Safari, ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa wavu Tanzania, ambalo kimsingi ndio wenyeji wa mashindano haya ya mpira wa wavu mpira wa wavu wa ufukweni ambayo yanafanyika hapa katika hoteli hii na bichi za Sawasawa hapa jijini Dar es Salaam. Katibu, mmeandaa michuano nyinyi kama wenyeji. Hii ni michuano ya Afrika kama nitakuwa sijakosea. Ndiyo. Nyinyi kama wenyeji, inawapa taswira gani kwenye maendeleo ya mchezo wa volleyball? Ya kwanza kwa kweli ni kili kabisa katika kitendo hiki cha kuandaa mashindano haya ni dalili ya ukomavu kwanza wa taifa lenyewe katika mchezo huu wa wavu, lakini pia ni ukomavu kwa shirikisho la mpira wa wavu Tanzania katika uongozi tulio nao kwa sasa, lakini pia ni uaminifu ambao unatoka katika shirikisho la mpira wa wavu wa Afrika, hasa kanda ya 5, kwamba Tanzania tunaweza tukafanya maandalizi na kuhosti mashindano kama haya. Lakini pia ni sehemu ambayo sisi kama wadau na washiriki wa mpira huu wa wavu ya ufukweni katika kutumia rasilimali za taifa zilizopo, manake katika ukanda huu wa 5 sisi ni pekee tuna bahari ambayo ina fukwe za kutosha zikiwepo hapa, na mchezo huu unachezwa ufukweni. Kwa hiyo ukitumia rasilimali hizo ambazo zinaendana na utalii, zinaendana na kipato na uchumi, inakuja kutuletea confidence level ya kuweza kuandaa mashindano haya ya mpira wa wavu wa ufukweni. Haya ni mashindano ya kuwania kufuzu Olympic kama nitakusikia. Sahihi kabisa. Afrika iko hapa. Nyinyi kama Tanzania tunapata tafsiri gani juu ya maendeleo ya mpira huu wa wavu? Kitendo cha kuwaleta Afrika hapa na hasa kanda ya 5, kwanza sisi wenyewe ni kujiamini kwamba tunaweza tukafanya vizuri nyumbani. Kwamba sisi kama Watanzania tunaweza tukaandaa nyumbani na tukafuzu tukiwa nyumbani hapa kwenda. Kwa hiyo kiwango chetu kinakuwa kimekuwa. Lakini pia ni confidence kubwa kwa maana ya kwamba tunalipeleka taifa la Tanzania katika mashindano makubwa. Tukifaulu hapa tunakwenda katika continental Afrika, lakini pia tunakuwa tunapata nafasi ya kushindana kwenda katika mashindano ya Olimpiki ya LA mwaka 2028. Kwa hiyo uwepo wa Afrika wenzetu hapa ni sisi kujiamini kwetu kwamba tunaweza katika kwanza maandalizi, lakini 2 kushindana na uwezo wa kushinda kutokuliaibisha taifa letu ndani ya mipaka yetu. Tupe sasa neno lako kwa Watanzania, ni nini ambacho akitarajie especially kwenye timu yetu ya taifa, ukizingatia wewe ni katibu wa chama hiki? Mimi niwaambie Watanzania kwanza, washabiki wote wa mpira wa wavu ya ufukweni, lakini niwaambie Watanzania kwa maana ya viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao pia rasilimali yao ndio inayotumika, fedha pamoja na maeneo yao na jina lao, kwamba sisi kama shirikisho la mpira wa wavu tunayo nguvu na uwezo wa kufanya haya mambo mazuri. Tunayo timu nzuri ambayo inaweza ikawaletea ushindi na kupeperusha vyema bendera ya taifa la Tanzania. Na hilo hatulisemi kwa maneno, tunalisema kwa vitendo, kwa sababu tumecheza na vigogo wa Afrika ambao ni Misri, tukawafunga hapa juzi. Tumecheza na vigogo ambao wa ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki ambao ni Burundi, tukawafunga hapa, na tumecheza na vigogo wengine ambao ni nchi ya Sudani. Wao ni professional kabisa, wameajiriwa, wanacheza Yemen, lakini tumewafunga hapa. Na sasa tunacheza na Uganda ambao tunasubiria mechi hiyo. Tukishinda tunakuwa tumepata nafasi ya kuqualify moja kwa moja kwenda kwenye continental. Kwa hiyo sisi tunawaambia washabiki pamoja na viongozi wa serikali pamoja na watu wote wenye uwezo pamoja na wadhamini waweze kujitokeza wakati wote, wasichoke, wasiogope. Sisi tunaweza na tuko tayari kufanya mambo hayo wakitusapoti wakati wote. Nara mshabiki sababu le Simba, anar Simba naleng tenkata naado tangu nikiwa mdogo. Napenda sana Simba. Neeku anar Simba naleng. Ore nanu aing'ua Ulaya Lonkidong, sehemu ambayo inaitwa Gilalumbwa. Ore paandu enewueji naa katonyor paifuatilia Simba ayiolou ajo kaa kiwango etii tenakata. Aji taa nanu tenkarna likinguranye Lazaro Soikan. Agira aifuatilia Kisiai TV.